hadi saa 8 tutakuwa naingia katika sehemu ya NTV Adhuhuri. Kwanza kabisa mtazamaji, ningependa tuangazie baadhi ya masuala makuu tunayoyapa kipaumbele angalau kwa siku ya leo. Na kwanza kabisa ni swala hili la kiapo cha jopo la polisi. Kumbuka kwamba hili ni jopo mtazamaji ambalo liliteuliwa na Rais William Ruto tarehe 22 mwezi Disemba ambapo ni mwaka jana, na linaongozwa na mwenyekiti wake ambaye ni aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga, ambaye tayari ameapishwa na jaji wa sasa Bi Martha Koome. Mtazamaji, ni kwamba jopo hili linaye Maraga pamoja na wengine 22 mtazamaji. Hivyo basi watakuwa naangazia mageuzi na mabadiliko katika sekta na katika idara ya polisi mtazamaji. Kwa hivyo basi hii ni taarifa moja hapo ambayo tunafuatilia kina zaidi. Baadaye mwenzangu Mushiri atakuwa naungana nasi moja kwa moja kutufahamisha kwa kina zaidi. Lingine ni hili Sakaja ambaye bado anazidi kuvutana na naibu rais Rigathi Gachagua, kwamba ni kuhusiana na swala la kuondoa msongamano katika jiji kuu la Nairobi mtazamaji. Na kumekuwa na tetesi kwamba huenda kuna mkutano ambao unapangwa leo na Rais William Ruto katika ikulu kule, ukihusisha naibu rais Rigathi Gachagua, gavana Sakaja pamoja na wakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi. Basi tutakuwa nakuletea mengi zaidi kuhusiana na swala hili hapo baadaye. Tuone je inakuwa namna gani, kwa kwamba ni baada ya siku ya jana Sakaja kusema kwamba yeye yuko tayari kutimiza ahadi yake na kufanya kazi kwa ajili ya kwa faida ya wakazi wa kaunti ya Nairobi, na kusema kwamba kiongozi yote hasijitokeze kugawanya wakazi wa Nairobi katika misingi ya kisiasa. Kwingineko vile vile tunaangazia swala hili la mkutano wa fedha katika kaunti ya Baringo. Hapa wanaita kwa kimombo mtazamaji, wanasema ni fedha ambazo zinahusu kaunti na usawazishaji, Equalization Fund, ambao wanasema kwamba mkutano huu unahusisha viongozi mbalimbali wakiwemo kaunti wakiongozwa na gavana, wawakilishi wa wadi pamoja na viongozi wengine katika kaunti hiyo ya Baringo. Tutakuwa nakuletea mengi zaidi kutoka kaunti ya Baringo na mwenzetu Ken Ruto kutoka maeneo hayo. Lingine la mwisho ni kuhusiana na kesi ya Edwin Chiloba, huu bwana ambaye alikuwa anatetea haki za watu walio na mahusiano ya jinsia moja mtazamaji. Washukiwa wakuu tayari wamefikishwa mahakamani asubuhi ya leo baada mmoja kujitokeza na kusema kwamba alitekeleza tendo hilo la kumuua kisha kumtia kwenye sanduku kutokana na udanganyifu katika mahusiano yao mtazamaji. Hii ni baada ya tetesi kuibuka mitandaoni kwamba aliuawa kutokana na mahusiano ya jinsia moja mtazamaji, lakini hilo basi likang'amuliwa baada ya yule bwana kujitokeza kusema kwamba alitekeleza kitendo hicho kutokana na udanganyifu kwenye mahusiano yao ya kimapenzi mtazamaji. Hivyo basi hili ni swala ambalo bado tunazidi kulipa kipaumbele, tunazidi kulifuatilia na tutakuwa kuletea mengi zaidi hapo baadaye kukufahamisha je mahakama imesemaje, mahakama imeamuaje kuhusiana na swala hilo mtazamaji. Hivyo basi zidi kutegea hapa ndani ya NTV, tutakuwa kuletea mengi zaidi hapo baadaye, baadhi ya masuala makuu ambayo tunashughulikia angalau kwa siku ya leo mtazamaji. Lakini vile vile nikujuze kwamba tutakuwa na mdahalo asubuhi ya leo kuhusiana na mambo kadha wa kadha kuhusiana na serikali pamoja na upinzani mtazamaji, na kufahamishi mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza tangu mwaka huu kuanza mwaka 2023. Naam, ni kufahamishe kwamba ndani ya studio ninaye mheshimiwa mbunge wa eneo bunge la Kisesi katika kaunti ya Uasin Gishu Bwana Julius Ruto. Vile vile namtarajia wakili Nurdin Kangai ambaye bila shaka tutakuwa tunazungumzia masuala haya kwa kina zaidi. Lakini kabla hapo mtazamaji, ni kufahamisha kwamba tuna swali kwenye mtandao wa Twitter ambalo tumekuuliza. Je, mtazamaji, unadhani kuna misingi ya Chebukati kushtakiwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9? Je, pengine unadhani kuna misingi ya Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kushtakiwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9? Kumbuka kwamba hili linatokana na matamshi ya kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga ambaye amesema kwamba kuna haja ya Chebukati kuchunguzwa zaidi kuhusiana na uchaguzi mkuu uliopita wa Agosti 9. Hivyo basi jumbe zako nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu ama kipindi hiki cha NTV Sasa @NicholasWambua_ @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Tuma ujumbe wako nitakuwa nasoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu. Bila shaka kuna swala hili na mengine mengi katika ulengo wa siasa pamoja na Raila Odinga wa Kenya
Vile vile tutakuwa naangazia swala la Rais William Ruto, ziara yake kule Mlima Kenya. Wamekuwa na viongozi wa serikali kwa muda wa siku 3 kule katika maeneo ya Nanyuki, na jana Jumapili wakafanya mkutano na akafanya maombi ya shukrani katika maeneo hayo ya Nanyuki. Bila shaka tuangazie swala hili kwa kina zaidi, mtazamaji. Karibu sana, mimi naitwa Nicholas Sombua mara tena. Sasa ni watambulishi wageni wangu kwako wewe mtazamaji. Upande wa kulia pale kuna Julius Ruto ambaye ni mbunge wa Kisesi. Karibu sana Julius. Asante sana. Na vile vile namuona ameingia tayari wakili Nurdin Kangai. Karibu sana kwenye NTV sasa. Nashukuru. Mwaka 2023. Happy New Year. Happy New Year. Kipindi cha kwanza cha NTV sasa. Na bila shaka na kipindi ambacho kinaanza na mambo mengi tu. Na tunaanza hapa bila shaka siasa za serikali ya Kenya Kwanza na upande wa Azimio vile vile kama upinzani. Na tunaanza hapa kudukua kidogo. Upande wa Raila Odinga amesema kwamba Uhuru Kenyatta hana nia ya kujiuzulu kutoka kwa muungano wa Azimio, manake kumekuwa na hizo tetesi. Pengine Mheshimiwa Ruto unasemaje kuhusiana na hili? Asante sana. Utakumbuka kwamba Uhuru Kenyatta amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya awamu ya 4. Na pia amekuwa kiongozi katika chama ya Jubilee iliyompatia nafasi ya uongozi. Lakini baada ya awamu yake kuisha, Wakenya watakumbuka kwamba rais aliyekuwa kiti kwa sasa kwa hekima yake aliona ni busara kumpatia nafasi Uhuru Kenyatta aweze kusimamia masuala ya amani katika nchi ya Kongo na kule Ethiopia. Na ukiona hiyo kazi amepewa ni ile ya eminent persons, kumaanisha kiwango yake ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, imeinuliwa, imepewa kipeo ya kuwa mtu juu ya siasa za nchi ya Kenya. So kwa hekima na kwa heshima na alipokubali kuchukua hiyo jukumu ambalo pia tunamshukuru, tayari amefanya kazi na tunaona kwamba nchi ya Kongo inaelekea kupata nafasi ya wazi na serikali kupata nafasi ya kuongea pamoja kwa niaba ya amani ya Kongo, na pia tunamwona kule Ethiopia pia ameshughulika hiyo kazi. So kumaanisha kwamba tayari ashakubali hiyo nafasi ama natifa ambayo amepewa kuwa one of the eminent people. Eminent kiwango kwamba ni zaidi ya siasa ya hapa chini, kushughulikia masuala ya nje, kupewa hiyo heshima. So hivyo basi yeye kujihusisha na siasa licha ni haki yake, lakini pia kujihusisha na siasa ya hapa Kenya pia kidogo italeta tatanishi. Na pengine kwa maoni ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na kuwa kwamba walikuwa pamoja awamu ya siasa ya majuzi, pengine yeye anaona uzito wa siasa yake kwamba Uhuru ana sehemu kubwa ya kumsaidia yeye. Lakini kwangu mimi binafsi, kwa maoni yangu, ningependelea kwamba Uhuru Kenyatta sasa alimaliza wakati yake na hata kwa na wakati ya kuania kiti chochote cha kisiasa baada ya kumaliza term ya urais. Hivyo sasa hiyo heshima amepewa aichukue kwa heshima pia, naye akiondoe na siasa ya nyumbani. Wakili, pengine unahisije aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta anafaa kujiuzulu kutoka kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa muungano wa Azimio? Pengine wajua inalingana na yeye kibinafsi. Kama anaona bado anataka kubaki katika ulingo wa siasa, kiangalia kama vile Barack Obama ndio alistaafu, lakini bado unaona kuna vile ambavyo bado ako katika ulingo wa siasa mpaka alimsaidia Biden kuwa rais. So inalingana na vile ambavyo aliyestaafu rais Uhuru Kenyatta, kama bado anaona ako na ushawishi ama bado anaona labda anataka kuendelea na siasa. Lakini ukumbuke ya kwamba vile ambavyo mbunge amesema hapa, ako na jukumu ama ako na majukumu nje nchi, na italingana kama majukumu hayo yatakuwa kwake ana manufaa zaidi ama ni siasa ndani. Lakini ukumbuke kila Mkenya katiba ana haki ya kujihusisha katika siasa, sababu bado hajastaafu kama mkuu wa Jubilee, sababu bado yeye ndiye ile wanasema party leader wa Jubilee, kumaanisha bado hajastaafu katika siasa kabisa. Ndio si rais, lakini pale katika kwenye siasa bado yuko, kwa sababu kiangalia hata aliyekuwa rais hayati Moi pale ambapo alistaafu bado alibaki ameshikilia kando kidogo alafu akaachilia. Inalingana wakati pale mwafaka ataona labda wakati wangu wa kuachilia imefika, ni kuuzi vijana ambao wanakuja ama niachie wengine. Lakini vile ambavyo aliyekuwa waziri mkuu amesema, inamaanisha ya kwamba bado wanaona ana umuhimu pale Azimio, na labda wanaona labda akibaki pale Azimio itaweza kubaki pamoja, kwa sababu itaonekana ni kama bado wako wote pamoja.
ndio maana nisema inalingana vile ambavyo kutenda mbele. Kama ataona labda bado akona kazi ya kufanya katika siasa, ataendelea. Ikifika pale ambapo anaona nimechoka na niachie wengine, atawachilia. Na najua ya kwamba aliyekuwa waziri mkuu hahitaji uhuru sana katika siasa yake, kwa sababu amebobea katika siasa ile. Sasa ni mzoefu, unajua, na amekuwa bila kwa siasa, lakini labda anaona labda wakiwa wote pamoja inaipatia ile coalition yao nguvu zaidi. Sababu ukiwa ile wanasema party leader, ni rahisi wale ambao wako katika chama yako kuongelesha na waweze kusikia vile unasema. Ndio. Na mheshimiwa, unajua kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kujihusisha ama kuendelea kushikilia nafasi za kisiasa kama vile mwenyekiti wa muungano wa Azimio, pengine huenda akakosa ile marupurupu yake ya baada ya kustaafu. Pengine ni kweli? Kisheria, jinsi sheria ya Kenya na constitution ya Kenya inavyoeleza, mtu akistaafu kwa urais ana haki ya kupata yale marupurupu yake ya uongozi katika hali yake ya uzeeni. Lakini pia sheria inaeleza vizuri kinakobaka kwamba iwapo mtu bado angali ako active katika kisiasa, huenda hiyo haki yake ikaweza kuondolewa. So lakini pia wajua heshima yake aliyokuwa nayo pia iko tatanishi kidogo. Lakini kulingana na sheria, kwa maoni yangu, pia naona kwamba iwapo alikuwa rais bado ako na ushawishi kisiasa na ako na mapendeleo kuendelesha mlengo wa kisiasa, inamaanisha kwamba pia hiyo sheria inaweza chukuliwa na kumnyima yeye hiyo haki yake mpaka ama hadi wakati ambao atakapostaafu kikamilifu. Naam. Asante sana Mheshimiwa Julius Ruto pamoja na Nordin Kangai. Bila shaka mtazamaji, ni mdahalo ambao tumeanza hapo kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kuhusika kwake kama mwenyekiti wa muungano wa upinzani, muungano wa Azimio One Kenya. Lakini kidogo nitoke hapo na niangazie taarifa moja kama nilivyokujuza pale kwenye utangulizi, ni kwamba leo aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga ameapishwa na jaji mkuu wa sasa Martha Koome kuongoza jopo la watu 22 ambao watakuwa ni jopo la kuangazia masuala na utendakazi wa polisi. Mtazamaji, jopo hilo ambalo limeapishwa siku leo lilitolewa na Rais William Ruto mwaka jana. Naam, bila shaka mwenzangu Brian Mushiri amekuwa akifuatizia taarifa hii na bila shaka sasa tunaungana naye moja kwa moja. Brian Mushiri, hebu tufahamishe, je, viongozi hawa ambao wameteuliwa katika jopo hili wanasemaje kuhusiana na majukumu ambayo wamepewa tayari na Rais William Ruto? Asante sana Niko Ambua. Ndio, ni siku kuu hapa katika maeneo haya ya hapa tunapozungumza kuhusu aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ambaye sasa ni mwenyekiti wa jopo hilo la polisi. Lakini pia ilikuwa ni siku ambayo jaji mkuu Martha Koome alikuwa anawaapisha pia wale ambao wataweza kusambaza pesa mbalimbali kutoka kwa makaunti, kutoka kwa maeneo tofauti nchini. Na sasa niko na aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Wajir, Fatma Gedi, ambaye yupo katika jopo hilo la kusambaza pesa. Asante sana Fatma, nashukuru sana kwa kuwa nasi hapa katika NTV. Siku ya kwanza hii unajihisiaje? Kwanza ndio wamesema ulikuwa siasani, sasa ni ukurasa mpya, unajihisiaje leo? Najihisi vizuri, vyema, nina furaha, manake mwaka mpya na mambo mapya. Tumefungua ukurasa mapya. Mwenyezi Mungu ameipanga vile ameitaka, kwamba sasa ni wakati ya kufanyia Wakenya wote kazi kupitia jopo la CRA. Na unajua CRA inapendekeza, inasambaza na inahakikisha kwamba kuna usawa katika nchi na kuhakikisha kwamba kila kaunti yamepata fedha zile wanapaswa kupata, na kuhakikisha kwamba kila Mkenya anajihisi ama anapata ama anaweza kupata ile haki sawa kulingana na sheria ya Kenya. Hapo awali kumekuwa na shida tofauti kuhusu hii kamati yenu ama hii jopo ambayo umeongezwa katika na umeapishwa sasa. Kuendelea mbele serikali hii ya William Ruto,
unaonaje miaka 6 ndio unaona itakuwa vipi katika serikali hii? Kwanza CRA ni political process. Ikiwa political process, revenue allocation nayo ni political. Kwa hivyo serikali tunaishukuru kwa sababu lazima tufanye kazi pamoja, na lazima sasa National Assembly na Senate na National Treasury, hiyo ndio sasa CRA tutakuwa tukifanya kazi na hao. Kwa hivyo mambo yatakuwa mapya. Asante sana. Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Wajir, Fatuma Gedi. Na pia Nick, tukizungumzia yale ambayo ulikuwa unazungumza kuhusu, ni kwamba kamati ambayo ilikuwa inahusiana na mambo ya maafisa wa polisi na pia mambo ya maafisa wa polisi na pia wale ambao wako katika majopo ya magerezani bado ilikuwa inaapishwa leo, lakini bado pia nimepatana na kamishna mwingine na pia amezungukana sana na seneta wa Narok, Ledama Ole Kina. Tuanze kwa jina, pengine utaangalia kamera yetu, jina na unajisiaje siku hii ya leo haraka tukifunga? Jina langu ni Koitameta Ole Kina. Mimi pata kazi ya kuwa commissioner katika hii revenue allocation. Najua majukumu yangu yatakuwa kufanya kazi na counties pamoja na serikali kugawa rasilimali za Wakenya. Nataka kuhakikishia ndugu zetu ya kwamba sasa tuko na tutajaribu kuhakikisha kwamba wale waliotengwa, marginalized, pia wamekuja katika kiwango ambacho kinafaa katika taifa letu. Hawa tutawashughulikia kulingana na vile haki ama katiba inavyosema. So shughuli hizo zote tutahakikisha kwamba zimefanyika bila kupendelea upande wowote, kuhakikisha kwamba haki imefanyika kwa Wakenya wote. Asante. Tayari maswali yameanza kuja katika jina lako ulitaja kama Ledama, Ole Kina, kunradhi. Uhusiano wote na seneta yule wa Narok, Ledama Ole Kina, pengine tumemuona hapa katika makao haya ya jaji mkuu? Ledama ni ndugu yangu, lakini kila mmoja wetu amejifanyia kazi zake na amewahi kufanya kazi na kujulikana na Wakenya. Mimi kwanza niko kati ya wale waliandika katiba ya Kenya ambayo sasa ilitengeza CRA. Bomas katiba, nilikuwa vice chair. Nimehusika na mambo mengi sana ya kuitengeza demokrasia katika nchi yetu ya Kenya. Ili kufika hapa nilipofika sasa ni karibu miaka 20 ya kuwafanyia Wakenya kazi. Kwa hivyo si kwamba pengine kuna mapendeleo nimepewa kule. Mimi nimejikakamua, nimesoma, nina yale yote ambayo yanahitajika kufanya hii kazi, na najua kwamba kuna Wakenya wengi huko ambao wanajua ni ukweli. Asante sana. Nashukuru sana Nick. Kama nilivyokueleza, tuko hapa katika makao ya jaji mkuu hapa Nairobi, na ni shughuli ambayo imekuwa ikiendelea kutoka asubuhi. Tumeapisha makomishna ambao watakuwa wanagawa pesa katika kaunti mbalimbali 47 zote, na pia tumeweza kuapisha wale makamishna ambao walitajwa na Rais William Ruto kama ambao watasaidia katika masala ya maaskari wa polisi, na ambao pia watakuwa ambao kiongozi wao ni aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Lakini kwa sasa shughuli hiyo imeisha na tunazidi kuzungumza pamoja, tuzidi kujuana, alafu wanasema kwamba wako tayari kuchapa kazi. Nick, asante sana Brian Mushiri. Mtazamaji, kwa faida yako ni kwamba huu bwana hapo baadaye mwendo wa saa 1 hivi atakuwa nakuletea taarifa kamili kuhusiana na wapisho wa wanajopo hao wa jopo hilo la kuangazia masuala ya polisi, na vile vile kamati hii ambayo ni ya CRA, County Revenue Allocation, ambayo ni kamati inahusika na masuala ya kutoa fedha na mgawa fedha katika serikali za county. Hapo baadaye kwa kina atakuwa nakuletea mwenzangu Brian Mushiri. Lakini turudi hapa ndani ya studio katika mdahalo wetu ambao leo kama kawaida siku ya Jumatatu huwa ni sera, siasa na uongozi. Tunajadili masuala mbalimbali katika uwanja na ulingo wa siasa. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumzia swala la Uhuru Kenyatta kujiuzulu kama mwenyekiti katika muungano wa Azimio. Huyu ni aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya. Katika swala lingine sasa tuingie katika swala ambalo amezungumzia vile vile Raila Odinga, na amesema kwamba kuna haja ya Chebukati, Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kuchunguzwa zaidi kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Agosti
9. Kumbuka kwamba upinzani umekuwa na maswali mengi, umekuwa na tetesi nyingi tu kuhusiana na uchaguzi huu wa Agosti 9. Pengine tukianza kwako, upande wako wakili, unahisije kuhusiana na hatua hii ya Raila Odinga kutaka Chebukati achunguzwe na kushtakiwa? Pengine kwanza kabisa, kila yule ambaye anaonekana kama afisa wa umma ama state officer, unajua kuna zile fedha za umma ambazo unatumia katika shughuli ile, na kama unatumia pesa ya umma lazima kuwe na uangalifu vile ambavyo utendekazi wako wa kazi pia. Na kama unahisi ya kwamba alikosea, mahakama iko wazi, kila mtu anaweza na mahakama. Hata mimi naweza peleka kesho, hata wewe, hata yeye, lakini siombei mtu apeleke mahakamani. Lakini ni kwamba kama uko lazima tena uko na ushahidi. Najua ukisema tu umesema mtu fulani alifanya hivi na hivi, lakini unajua mahakama haisikizi gumzo, inaangalia ushahidi. Kama wako na ushahidi ya kwamba Chebukati alikosea, basi mahakama itasikiza, na ikiona ya kwamba ni ukweli, basi yatafuatayo ni kulingana na sheria. Ukute, lakini tuko katika hali bado, unajua Kenya ni nchi ambayo inafurahisha, kwa sababu tumemaliza kupiga kura, lakini bado kuna hisia ni kama bado katika ile, bado ni kama tu katika ile wanasema ile campaign zone, bado kuna siasa bado ambayo inafanywa. Na Wakenya, ukweli ya mambo ni kwamba wengi, kuna wale ambao walimpigia kura na walifedheheka kama walisikia vibaya kwa vile hakushinda, lakini pia watu wangetaka pia kuendelea mbele. Unaelewa? Kwa vile ambavyo tuna serikali ile, ukiona uipende usiipende, ndio serikali kisheria ni ile. Sasa serikali ile vile ambavyo itatendekeza kazi yake, ikifeli basi kuna baada ya miaka 5 itakosa kurudi, ikifanya vizuri itarudi. Lakini tukiangalia mbele kabisa, IBC ina shida nyingi ukiangalia, kwa sababu kila uchaguzi kuna shida inatokea. Maana utasikia kuna mtu ambaye lazima kila siku kidole katika IBC. Mtu anasema IBC imekosea hapa na pale. Sasa hizi ukiangalia vile IBC ambayo tunayo ni kama hatuna IBC, kwa sababu wale ambao wanaenda nyumbani ni 3 na wale 4 ambao 3 wamejiuzulu na mmoja bado katika ile hali ya hatihati. Upate lazima kutakuwa na ile wanaita commission mpya ama jopo mpya ya IBC. Shida inakuja pale ambapo tunapochagua wale ambao watakuwa katika jopo ile. Siasa ikiingia kati, tutajipata hapa. Baada ya miaka 5 tutasema IBC hii imetumiwa kutunyang'anya au kutupokonya ushindi wetu, au imesaidia fulani kushinda. Kwa sababu ujue siasa, wanasiasa ndio ulete yale hatihati. Sababu pale ambapo unasema mrengo fulani na fulani lazima ikuwe na mtu wake pale ndani, ndio tena utaona baada ya miaka 5 kuna watu wawili 3 wanaenda kando, wanasema hatukubaliani na matokeo yale. Lazima IBC ambayo itaitengeneza mpya, lazima iweze kuwa na uadilifu wa hali ya juu kwenda mbele. Kwa sababu unajua wakiwa waadilifu wataweza kufanya kazi yao vizuri bila kushurutishwa au bila kuegemea upande mmoja. Sababu ikibaki tutayabadilisha majina yale ambayo yako pale sasa, lakini bado tena turudie makosa yale ambayo tumefanya hapo awali. Tutarudi hapa pale ambapo mtu mmoja atasema tena ushindi wangu umechukuliwa, ama mtu fulani anaegemea pande fulani. Kwa sababu utajua, itaonekana ni kwamba pande zote 2 ama 3 ama 4 zilisaidia katika kusema nani ataingia hapa, nani hataingia. Ndio. Naam. Bila shaka katika swala hili tumeuliza swali kwenye mtandao na tukamuuliza mtazamaji, je, unadhani kuna misingi ya Chebukati kuchunguzwa na kushtakiwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka jana? Je, unadhani kuna misingi ya Chebukati kushtakiwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9? Kwamba hii ni baada ya hayo matamshi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga akiwa katika kaunti ya Mombasa hapo siku ya jana, na ni matamshi ambayo amekuwa akiyatoa mara kwa mara. Mheshimiwa Julius Ruto, nitakuuliza hili swali ambalo nimemuuliza mtazamaji. Je, unahisi kuna misingi yoyote, kuna misingi ya Chebukati kushtakiwa kwa misingi ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka jana? Asante sana. Kwangu, kwa maoni yangu, na pia najua ni hisia ya Wakenya wengi. Naam. Ya kwanza, kwa mara ya kwanza tunafaa kushukuru commission ya IBC. Lija venye ndugu yangu ameleza, bado kuna changamoto kidogo, bado tunashuhudia. Kwa mara ya kwanza waliendesha uchaguzi ambao ulikuwa wa amani,
ulikuwa wa uhuru, ulikuwa wa haki. Naam. Utakuta kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2017 kulikuwa na changamoto mingi, na Maraga ambaye leo naona ameapishwa kusimamia ile jopo la kusimamia polisi, aliweka uamuzi ya kurudia kwa uchaguzi kwa nchi ya Kenya. Na utakuta shida ilikuwa ni vile mikakati ama mipango ya IEBC walikuwa wameweka. Yale makaratasi yanatumika ama documents zile zinatumika katika kutali hayakuwa yanaambatana na ile ilikuwa kwa tarakilishi ama ya kompyuta, na uchaguzi karudiwa. Wakati huu utakuta IEBC waliweka mikakati thabiti ya kuzuia kurudiwa kwa kura kama ile ya 2017. Hii ni awamu ya 3 tangu hii constitution iwekwe, na inafaa tuwapongeze, tuwape kongole hii commission ya IEBC. Licha hata kama ni nani, utakuta kwamba processes are transformative as time goes. Utakuta shida iko leo, the next process tutakuwa tumeshughulikia shida kama hiyo. So kwangu mimi nataka nijiulize kwamba ile kesi ambayo yanafaa kupika kiwango ya kufika kule IEBC ni yapi na yapi. Tukikumbuka ile kesi iliyokuwa IEBC sehemu ile ilikuwa ni kwamba ni kesi kuhusu uhaini, ile kesi ambayo forceful displacement, ile ilikuwa imepangiwa, organized crime against humanity, forceful displacement of people. Nataka niulize, katika hayo kesi zote ambayo yanahusu haki ya kibinadamu, ni kesi hipi ambao leo tutampini kwa Chebukati kwamba alipanga, alikusudia, aliorganize, na kwamba pia tuliona matukio yakatendeka, kwamba tulikosa amani, watu waliuliwa, watu walihamishwa, kama ile kesi kama ile janga tuliona 2007. Mimi kwangu naona hii ni siasa tu kutoka kwa Raila, na najua kwamba Raila tunamjua yeye, tunamzoea yeye. Katika kila uchaguzi na katika kila ushindani lazima tuwe na mshindi, na asiyekubali kushindwa sio mshindani. So kwangu mimi nataka niseme tu, hii ni njia moja ya Raila kujiweka juu. Tumejua siasa yake wakati ako opposition, wakati mwingi utakuta is ever active. Na juzi alianza kwa maneno ya bei ya unga, kidogo haikushika. Sasa naona tunaelekea sehemu ya uchaguzi kidogo, lakini awamu hii wa Kenya nataka kuwashukuru, kumekuwa na utulivu kwa nchi ya Kenya. Na maswali kama ndugu yangu ameuliza, wa Kenya wanauliza, je, siasa itaisha lini Kenya, tuendelee mbele? Na bila shaka mtazamaji, kunradhi mheshimiwa, wajua kwamba hutokoma kumsikia, manake Raila amesema kwamba mwaka 2023 atapiga kelele zaidi, kwamba atakuwa anakosoa serikali mara kwa mara. Hilo ni swala ambalo ningependa tulizungumzie kwa kina tukirudi baada ya mapumziko mafupi. Lakini kidogo mtazamaji, nisome jumbe 2-3 hapa kwenye mtandao wa Twitter ambao umetuma kuhusiana na swali letu hapa, ambapo tumeuliza, je, unadhani pengine kuna misingi ya kumchunguza na kumshtaki mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kwa misingi ya uchaguzi mkuu uliopita wa Agosti 9? Eric Kipkoech asema hamna misingi yoyote, asema ni hewa moto hotea kama alivyosema Mash. Bila shaka tuangazie mwingine hapa. Peterson Mwenge, nimeona ujumbe wako, sitausoma, pamoja na Mbugu wa Uge. Anasema the Duke of Lecture mwenye anamshtaki na sababu zake, akisema sababu tutajua kama kuna msingi au la. Hiyo nategemea hisia za wengine. Daniel Onyango Gigotu yasema between Raila and Chebukati who is supposed to be taken to court. Hapo sijui, swali lako litajibu na mwingine. Nisome ujumbe wa mwisho. Wanasema Senator Caleb Salvador anasema wanasiasa wa Kenya wana shida ya kukubali matokeo. Chebukati hakuwa na uamuzi wowote katika alishinda uchaguzi wa Agosti 9. Hakuna misingi yote ambayo mtu anaweza kuwasilisha kesi dhidi ya Chebukati, ilhali mahakama kuu iliidhinisha ushindi wa Rais William Ruto kutimu vigezo. Nadhani kama anasema kuhitimu vigezo ama kuafikia vigezo vyote ambavyo vilihitajika. Ni ruhusu nisome wa mwisho. Alan Silmwana Gavin yasema let's forget about the site and move on with life. Wakuiba waibe, wakupewa rushwa wapewe, endeleeni kudanganya wa Kenya na mambo za Mungu, but all in all life moves on regardless. Tabia ya careless. Anasema yeye hausiki na anajitoa kabisa, wakupewa rushwa wapewe, wakuiba waibe, na maisha songa mbele. Napata mapumziko mafupi, muda si mrefu mtazamaji tutakuwa tunarudi. Wakili anataka kulizungumzia swala hilo, atakuwa analizungumzia tukirudi, usibanduke.
Daring Abroad makes me dare. It's the only show of its kind in the world. And now, it's bigger. And even more entertaining and informative than before. Hapa kunaitwa Kakoe na inatubaba sana. From London to Jersey Island. Goma in the Democratic Republic of Congo to the scenic features of Uganda, the Pearl of Africa. And many more places abroad and at home. I watch Daring Abroad. I like the stories which people bring. Daring Abroad every Saturday at 7:30 p.m. with repeats every Sunday at 1:30 p.m. on NTV. How long have you and Eva been pulling my leg? What? Don't play dumb, Amaranta. You were seen leaving Eva's house. What were you doing in there? You have to learn to trust others. No, I don't agree with you. I've been hurt too many times and I would rather run away than to get hurt all over again. That's your decision. And let me tell you something. If this marriage falls apart, I also have you to blame. That rich boy, that little junior is putting ideas into your head. Really? That's why you went out without telling me. That's why you're talking to me this way. Oh, it's please! because of that irresponsible boy. Wait a minute! That irresponsible boy has a father who will defend him. And right now, I declare my boy innocent of whatever allegations he's being accused of. It had to be you. Tazama Q kwenye Rembo TV. Nenda wapi? Leave me alone! Recharge and get upgraded. Star Times. Enjoy digital life. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za NTV. Sasa tukiangazia sera, siasa na uongozi. Kuna masuala mbalimbali ambayo tunayaangazia ambayo yametukia ndani ya wikendi hii na wiki moja ambayo imepita, wiki ya mwaka 2023. Lakini katika mtandao mtazamaji, kama nilivyokujuza na kama nimekuuliza swali, je, unadhani kuna misingi yoyote ya Chebukati kuchunguzwa na kushtakiwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9? Kumbuka kwamba hili limetokana na matamshi ya kiongozi wa upinzani ambaye ni Raila Odinga. Hebu tuma jumbe zako kupitia @NicholasWambua_@NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Ndani ya studio Julius Ruto ambaye ni mbunge wa Kisesi pamoja na Nordin Hangai ambaye ni wakili. Na kuna ujumbe mmoja hapa ambao wakili alikuwa anataka kuzungumzia sana, nitosoma tena. Alan Sirmwana Gavini wasema, let's forget about this, na naweka kwa mabano, and move on with life. Wakuiba waibe, wakupea rushwa wapewe, endeleeni na kudanganya wa Kenya na mambo za Mungu, but all in all life moves on regardless. Wakili, niliona ukitaka kuzungumza sana kuhusiana na ujumbe huu. Kwanza, maisha haiwezi endelea na mambo na rushwa. Tunataka nchi mpya, mabadiliko. Na tukisema mambo ya rushwa tena tuweke kwa IBC, inamaanisha tena hakuna haja kupiga kura, kwa sababu itabidi ule ambaye ana fedha ndo atanunua kiti. Naam. Ndio sasa hii inakuonyesha kwamba kuna Wakenya ambao wamefedheka, wengine wamechoka, wanaona ni kama there is no hope. Lakini lazima tubadilishe hiyo. Naam. Na hii jopo ambayo itakuja mpya ndio inafaa ibadilishe, ilete sura mpya. Kumbuke bado lazima, unajua kuna vijana ambao ukiangalia vijana wengi wa kupiga kura, sababu wengi hawajui umuhimu wa kura. Na hajui miaka 5 hii kama kuna kiongozi mbaya ataingia, maisha yako itakuwa mbaya miaka 5. Sasa lazima kuna vile ambao ile wata civic education, sababu unajua IBC inasema si shughuli yake, unawarushia hawa wanasiasa. Nao ukiwapatia atamfunza yule mpiga kura vile ambavyo angetaka ndio kura ikuwe rahisi kupata. Sasa upate tuna shida kama inasema civic education. Kuna shida na lazima tutatue ndio watu wajue muhimu wa kura. Kuna msemo fulani nilisikia Julius Malema akisema huko South Africa wakati walikuwa wanapiga kura. Anasema ukiangalia wazungu anajua umuhimu wa kupiga kura. Lakini sisi lazima upatiwe shati, upikiwe chakula, ubembelezwe, upewe pesa ya kwenda kwa kupiga kura. 50 yako ya kupiga kura. Unasahau ya kwamba kura ile kuna yule ambaye atakusaidia ukimpiga kura. Usipopiga kura bado kuna mtu ambaye atakalia kiti ile. Na kama hakuwa na nia nzuri na wewe, maisha yako utaumia. Sasa utabaki vile ambavyo umesoma, utakuwa kila siku ukikaa siku kama leo NTV Sasa unasoma tu na malalamishi.
Lakini mtu huyu unapata labda hakupiga kura. Unalalamika nini? Naam. Inarudi kwako tena wewe kama Mkenya. Ndio kati ya wale watu ambao wanazungumzia ni wanasiasa. Mheshimiwa yuko hapo ambaye ni Mheshimiwa Julius Ruto. Mheshimiwa, kuna hisia kwamba Wakenya wamechoka na siasa. Siasa za siku nenda siku rudi. Ni kweli huyo mtazamaji ni mmoja ya wale wengi ambao wamefika kiwango kwa ile kuendesha gari autopilot, wameachilia iende venye iende, kaende. I think angesema hivyo kwamba kama ni kuiba waibe, venye nimemuelewa yeye. Lakini ni vema kueleza Wakenya kwamba sisi zote tuko na jukumu ya kulinda nchi yetu. Uzalendo ni kitu ya muhimu. Na hivyo wakati wa kufanya uchaguzi ni kuona kwamba tumeweka wale viongozi, tumewachagua wale watu ambao wanahisia, wanania, wana jukumu, wana dhamani na maisha ya Wakenya wenzao wale wanaoongoza. Na hivyo pia kwangu mimi naona hiyo ni ujumbe kwa uongozi uliomo kwa sasa kwamba Wakenya mahali wamefika wanafaa kuregeza tumaini kwa Wakenya. Usimamizi bora ya nchi katika kuamua kuweka haki kwa kila mtu, kujali Wakenya wale walio chini, jinsi haswa hii serikali imeundwa na Wakenya walio chini katika hiyo agenda ya kusema bottom up. Sasa ni viongozi, na nashukuru rais, nimeona amekuwa na kongamano na mawaziri wake, principal secretaries na wale advisors wake. Na pia niliona wameweka pamoja na viongozi katika bunge ili kujadiliana, kuweka mdahalo kwamba Wakenya mali imefika sasa, tuko na jukumu la kuregeza tumaini. Bei liko juu ya chakula, ya mafuta. Nasikia pia kule shule sasa karo za shule zinaanza kuregeza kwenda juu, maana ile pesa rasilimali ambao ama zile ushuru zinazokusanya sasa asitoshelei kulipa madeni ambao iko Kenya sasa hizi, deni hiyo juu, na pia kushughulikia gharama ya maisha na ya elimu. So kwa hayo yote kwa ujumla Wakenya wameanza kuhisi, wameanza kufeel hiyo uchungu ya jinsi ilivyo. Sasa wengi wameona kwamba sasa hata hatuna imani na viongozi. Hivyo ni kumaanisha sisi, mimi kama kiongozi katika legislative, yule ambako kiongozi katika executive, yule aliyo judiciary, imefika kiwango hata na sisi tujiongeleshe. Tutafanya nini tuwapatie tumaini wa Kenya? Mimi nakubaliana na yeye, maana Wakenya wengi hawana kazi, hawana biashara, au wengine vijana hawana tumaini. Juzi wakati wa kura wengine wanalalama hawaoni sababu ya kupiga kura. Lakini nakubaliana na wakili kwamba tuna jukumu la kupiga kura, kuweka viongozi stahili ambao watashughulikia. So lakini nashukuru hii serikali tayari wameanza kuweka mikakati, na tunaona kwamba ile mipango wameweka wataanza kurekeza tumaini kwa Wakenya. So kila kiongozi, sio rais peke yake, kila kiongozi asua kama Mkenya amekuamini na uongozi na nguvu ya kuongoza, ama umepewa appointment na president kwa niaba ya Wakenya, tuanze kujali Wakenya. Lakini mheshimiwa, utagundua kwamba huenda tukawa na hii mjadala si mara moja, mbili au tatu ndani ya mwaka huu. Manake tayari Raila Odinga amesema kwamba ana mpango wa mwaka 2023 na ni kuikosoa serikali zaidi. Anasema kwamba tutazidi kumuona katika mikutano na habari akizungumzia na kuikosoa serikali ya William Ruto. Pengine hisia zako kuhusiana na hili? Mimi nakubaliana na Raila, na pia rais kwa mara kadhaa ameeleza kwamba angependa kuona mrengo wa upinzani ukifanya sehemu yake. Sio kama awali ambao tuliona handshake, ambao hatukuelewa serikali ni sehemu gani, upinzani ni sehemu gani. Napenda uamuzi ile itafanywa ikaenda ikaangusha Wakenya. So Raila ako na haki, na pia nami kama kiongozi ninakubaliana na yeye. Achukue jukumu lake la kukosoa serikali. Iwapo serikali watafanya uamuzi isiyoegemea, isiyoelekea haki ya Wakenya na uongozi thabiti ya kusimamisha nchi ya Kenya, nakubaliana na Raila kwamba achukue sehemu hiyo. Ila tu hiyo ukosefu ama hiyo kukosoa serikali iwe ni kukosoa kwa kimpango, kwa what you call objective criticism. Ile ya kusaidia serikali, maana hao ni serikali watakuwa kwa power miaka 5, ya kusaidia serikali kufanya kazi kusaidia Wakenya kwa ujumla, sio kuweka siasa, kujaribu kuweka hiyo kukozoa kwa nia ya kuangusha wao, kuaduni wao, ili wewe uweze kupata nafasi yako ya miaka 5 ambayo inakuja ya uchaguzi. Kuna tofauti ya upinzani ya kujipangia siasa ya 2027 na upinzani ya kuweka serikali kwa orodha ya kazi. Wakili, na la kuongezea pengine kwa haraka kuhusiana na hili swala hilo? Raila kujihusisha sana na kuikosoa serikali mwaka huu. Ni vizuri kwa sababu ukumbuke ya kwamba serikali ile ambayo tulikuwa nayo ambayo ilipita baada ya kusalimiana kati ya rais aliyestaafu na Raila Odinga, kuna ile ambao watu wanasema ni kama tu kuwa na mtu ambaye anaangalia serikali. Lakini ukumbuke bado pia si kazi yake tu ya Raila.
sababu hata hawa wabunge wetu nataka ingawaje wewe ni mbunge chini ya Kenya Kwanza, uko na ile wanasema oversight. Lazima uambie serikali ambayo uliipigia kura hapa tunaenda vibaya. Usipofanya hivyo basi inamaanisha hauna haja ya kuwa mbunge. Sababu wengi wanasahau, wanasema kazi ya kuangalia serikali ni kazi ya wale ambao hawakupata serikali, wale ambao wanaitwa wako upinzani. Hao wengine unakaa. Hata serikali ikipotea, ikileta mswada ambazo kazi ile ukiangalia wakati wa serikali ya Jubilee, kama ile security bill ambayo ilileta shida sana, ikapita kwa sababu ya tyranny of numbers. Lakini ukiangalia vizuri wabunge hata ambao walikuwa serikalini hawangefaa kuipitisha. Inamaanisha kwamba kila mtu afanye kazi yake. Sababu tuna serikali 3. Kuna judiciary, kuna executive na kuna parliament. Sasa kila mtu afanye kazi yake. Kila ambacho Raila Amolo Odinga anafanya ni sawa na ni haki yake. Ni vizuri sababu utapata serikali labda saa zingine kwa maneno yote ambayo anasema, hata kama wakubaliana naye, kuna mawili matatu wanaweza chukua na itawasaidia katika kuongoza nchi. Sasa ni vizuri na aendelee, na kuna wale ambao wanasema labda wafungue katiba, ofisi ile leader of opposition. Lakini kabla tufike hapo, ni vizuri vile ambavyo amesema mwaka huu vile ambavyo unasema atapiga kelele. Hatujupe kelele nini. Lakini niko na uhakika kwamba ataangalia vile serikali ambavyo inaendeleza mambo yake. Akiangalia kulingana na manifesto. Kwa sababu kila mtu akona manifesto ya hizi pande zote mbili. Ataangalia wanafuata manifesto yao ama hata kama wanafuata wapi wanapotea njia. Na utapata vile ambavyo akiona wanapotea njia ataitumia kumfaidi yeye kisiasa. Sasa ni vizuri kwa sababu itasaidia pia wananchi kuwa makini na ujue nini ambayo inafanyika katika nchi. Naam. Bila shaka na ni swala muhimu sana, manake pia upinzani unacheza jukumu kubwa sana katika utendakazi wa serikali. Na wengi wamesema kwamba upinzani bila Raila pengine huenda si upinzani tena. Lakini tuache hayo kwa siku nyingine. Kwa sasa manake muda unatupa kisogo, tuangazie swala la mwisho ambalo ni ziara ya rais Mlima Kenya. Amekuwa kule na viongozi wa serikali, japo baadhi ya viongozi kutoka upinzani wanasema kwamba walifaa kualikwa katika mkutano huu kama ni ajenda ya serikali kuzungumzia maendeleo ya serikali. Ilo pia tutaleta siku nyingine, tutajadili kwa kina zaidi. Lakini pengine Mheshimiwa Ruto, unahisi kwa nini na pengine kuna haja kubwa ya Rais William Ruto kuelekea mlimani sana? Na maana yake amewaahidi vinono, vitu vingi tu, maendeleo, mambo mengi katika eneo la Mlima Kenya. Kwangu ni bora kwa Wakenya kutofautisha kidogo siasa ya ziara ya rais katika Mlima Kenya kama rais akienda kuwaona Wakenya kwa kule Mlima Kenya. Lakini awamu hii ilikuwa ni kwamba walikuwa wameenda retreat ile hoteli ya Fairmont kama wangeenda kule Mombasa kama kawaida, wangeenda Masai Mara kama kawaida, hata wangeenda retreat hapa Nairobi kuna mahoteli kadhaa, lakini kwa ajili walikuwa wanataka kujitoa katika hali ya shughuli ya kawaida hapa mahali ni manyumbani na jukumu mingi wakitenge ili wapate nafasi mwafaka ya kupanga serikali yao. Ilibidi waende kando na Nairobi na wakaona ni vema waende kule Fairmont. So mimi sioni kama hiyo ilikuwa na nia yote ama uhusiano yote na siasa ya Mlima Kenya. Lakini ya muhimu ni kwamba kwa mara ya kwanza I think nchi ya Kenya tutakuwa na rais ambaye ni mchapakazi. Ukiona jinsi alikuwa anawapanga wale viongozi wake, mawaziri na principal secretaries mahali pale, hiyo ni kwamba yeye kwa maono yake hakuna sababu ya kuimpart ile vision yake kwa hawa wafanyikazi wake. That's why aliwapeleka kando kidogo, awaeleze dhabiti ni nini anacho kwa ajili ya Kenya, ni nini aliyowaahidi wa Kenya. Hiyo agenda aliyekuwa amewaahidi wa Kenya ni nini. Hiyo ndio sababu waliwapeleka mahali pale na wakapanga ili kila wizara watoe strategic plan yao, watoe targets yao na jinsi ya kuachieve in the process ya kuelekea kuhitimisha hiyo agenda. Unakuta kwamba jana akiwa kanisani akiomba msamaha akisema pole, angeweza kwenda kanisa pamoja na mawaziri kwa kuwa kuna kazi aliwapatia na wajakamilisha. Utaona kwamba asubuhi walikuwa na mka asubuhi, jioni baada ya kula saba wanarudi kufanya mkutano mpaka saa 6 usiku. Hata wengine kando nilisikia mheshimiwa fulani hapa akisema kwamba watu washaumia tayari. Kuna wengine walikuja mkutano kama wamechelewa, sijui ni ukweli, lakini tuliambiwa walirudishwa kwa ajili ya kuchelewa. Ni kumaanisha rais angependa agenda yake ising vizuri kwa watekelezi. Maana the actors ya hii serikali, ya hii vision, ya hii agenda ni mawaziri, ni principal secretaries ambao ni accounting officers, wala ambao watakaotumia rasilimali. Na utakuta kwamba katika baadhi ya yale waliongea ni pia jinsi ya kutumia rasilimali vizuri.
to avoid wastages. Hata tuliambia kuna wengine walikuwa wametembea na familia zao. Na rais akamwambia kama umekuja na familia yako, serikali haitalipia wao, nyinyi wenyewe karamia. Hiyo ni kumaanisha angetaka kuwa na serikali that is very responsible. Kwa kuwa mali Kenya ipo kwa sasa iko chini. Na tungetaka kutumia uwezo vyote na pia kuwaweka pamoja, kuwa na teamwork. Wakati mwingine tuliona kidogo wizara fulani inakuwa inasema hiki, wizara nyingine inasema kile, Wakenya wanajiuliza maswali, sasa hapa ni nani anasema ukweli? Lakini kwa kuwaweka kuwasomea kila mtu, and I'm sure hiyo induction pia ilipata kupatia nafasi kila mtu ajue sehemu yake. Kiwango ya rais ni ipi, kiwango ya deputy president ni gani, kiwango ya prime CS ni gani, kiwango ya mawaziri ni gani, kiwango ya principal secretary ni gani, na pia wakaleta nafasi ya kuwajumulisha kupitia chairmen wa kila committees, wawaeleze jukumu yao itakuwa ni nini katika kutekeleza watifa yao ya oversight kwa wao. Naam. Wakili. Yeah. Ukiangalia vile ambavyo amesema, hiyo ilikuwa ni kama ni induction. Kwa sababu kumbuke tangu wengine walichaguliwa kuwa mawaziri, kuna wengine ni kama ukubwa ule uliwastua. Sasa mtu unapata leo mtu anaongea kitu fulani, kesho anaongea kitu kingine, unashangaa hakuna ile cabinet memo. Unajua mambo ambayo waziri anaongea nje ni mambo ambayo yameongelewa pale katika ile cabinet, ile kikao. Sababu ukipata unafanya ile wanasema roadside declarations, inamaanisha bado kuna kitu hujaelewa. Vile ambavyo amesema, hujaelewa mpaka wa kazi yako, hujaelewa vitu ambavyo unafaa kusema yanafaa kuwa yamepitishwa katika kikao kile. Na ni kama wamefunzwa watu, kwa sababu wengine wao hawajai kuwa mawaziri, wengi wao hawajai kuwa mawaziri. Unapata wengi wao wamekuwa wanasiasa wachapakazi, mkuu bungeni, wengine labda maseneta. Sasa upate ni kama mafunzo ambayo alikuwa anapitia. Na ni vizuri kwa sababu kama tunataka kazi ifanyike vizuri, lazima upitie mafunzo vizuri. Hata wabunge ufanywe induction. Wale wapya ufunze zile wanasema standing orders, upatiwe uende usome, ujue. Ile tungependa ni kwamba hiyo tunafurahia, lakini ile ambayo mimi naona ni hali ambayo haina umuhimu sana, ile ambayo tumeambiwa kuna safari ya Mlima Kenya. Ukiniuliza kama hiyo kweli ni necessity kwa sasa, sioni. Kwa wale ambao wanaipanga safari ile kutoka Githurai mpaka Sagana, haina umuhimu vile. Ndio ni shukrani, labda unataka kusema shukrani, lakini shukrani bora zaidi ni kuwafanyia Wakenya kazi. Ile hali uchumi ishuke chini, maisha yao iwe bora. Hiyo ni shukrani zaidi, hakuna shukrani kubwa zaidi ya hiyo. Sababu tukirudi tuanze kufanya safari za shukrani, kila mtu atafanya. Nimesikia pia yule waziri wa ICT pia anapanga safari yake. Upate kila mtu atakuwa leo mbunge Ruto hapa ataamua tena anataka kwenda KSS, itakuwa kila siku ni safari ya shukrani. Itakuwa ni kama tumerudi siasa. Ama itakuwa ni siasa, kwa sababu unajua mwanasiasa pia akifika pale aone umati na apatiwe microphone, lazima atapiga siasa. Sasa kazi itafanywa saa ngapi? Na ningesema mambo haya yangetulia kidogo, tufanye kazi. Wako na kazi kubwa sana vile ambavyo wenyewe wanasema. Na manifesto yao ile ambayo wako nayo ni kubwa na inataka kazi nyingi. Kazi ile ikiweza kufanyika, shukrani hizo zinazofanywa baadaye. Asante. Ndio. Asante sana Wakili. Umesema kama ni safari zitakuwa nyingi sana. Safari ni mingi. Kiplimo Arab Korir, kwa nini ama pengine nahisi kama kuna misingi ya Chebukati kuchunguzwa na kushtakiwa? Sema Chebukati did the right thing for Kenya and the future generations as far as elections are concerned. He is a true patriot who stood for what is right for Kenya. Huyu anamuunga mkono Chebukati akisema kwamba hakuna misingi yote ya yeye kushtakiwa. Black Child anasema wacha resign, amechoka. Na Michael Mwiruri anasema Raila na Cherarafo ndio wanafaa kushtakiwa. Nasema asante sana Mheshimiwa Julius Ruto, mbunge wa KSS huyu, pamoja na Nurdin Kangai ambaye ni wakili. Asanteni sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha kwanza cha NTV Sasa mwaka huu. Asante sana. Na tuwatakia kila laheri wa Kenya kwa kuwa tumepata bahati kupata nafasi ya kuongelesha wa Kenya kwa kipindi cha kwanza. Asante. Tusikia mdahalo wa wakati Happy New Year. Wache kwenye mwaka wa baraka kwao. Asanteni sana. Asanteni sana. Mtazamaji, basi nasema kwamba nipe ruhusa nitamatishie kipindi cha kwanza hapo ambapo ni NTV Sasa. Nasema ni asante sana kwa kujiunga kwa njia mwanzo hadi sasa tamati. Napata mapumziko mafupi, lakini kirudi saa 7 kamili nitakuwa naingia kwenye taarifa za NTV ya dhuhuri ni kufahamisha ni yapi yamegonga vichwa vya habari katika sehemu mbalimbali za taifa. Usibanduke.